Jina langu naitwa Maria Shimba, ni mratibu wa mradi wa kukuza na kuhamasisha kazi zenye staha kwa wafanyakazi wa nyumbani. Phase 2, kwa Kiingereza tunasema Empowered 2. Na tuko hapa Dodoma, au tumekuwa hapa Dodoma kwa siku 2, na tulikuwa tunakutana na waheshimiwa wabunge ambao tulikuwa tukiwapa semina kuhusiana na mkataba namba 189. Ni mkataba wa ILO unaotetea na kuhamasisha kazi zenye staha kwa wafanyakazi wa nyumbani. Lengo ni kuwapa uelewa, lakini ni kuiomba serikali iweze kuridhia mkataba namba 189, lakini pia ni katika kuelezea namna ambavyo umuhimu wa wafanyakazi wa manyumbani na kwa jinsi gani ambavyo kada ya wafanyakazi wa manyumbani inaweza kurasimishwa, na kwa kuanza kumekuwepo na mtaala wa wafanyakazi wa manyumbani ambao unafundishwa katika vituo vya VETA, ambao unaweza kusaidia kwa namna moja ama nyingine kurasimisha sambamba na upatikanaji wa haki za wafanyakazi wa manyumbani, ikiwemo mikataba ya ajira, lakini ulipwaji wa viwango vya mishahara kama ilivyoelekezwa na serikali. Na kwa pamoja leo tumehitimisha na kuwaomba waheshimiwa wabunge waendelee kupaza sauti, kuishawishi serikali kuweza kuridhia mkataba namba 189, lakini kuieleza jamii uwepo wa kozi za wafanyakazi wa nyumbani unaopatikana katika VETA centers, ili kuweza kusaidia kupunguza changamoto ya uelewa kwa wafanyakazi wa majumbani wasiokuwa na ujuzi katika utekelezaji wa majukumu yao. Kuliko hata sheria inavyotaka. Kuna mwajiri analipa kwa mwezi 300,000 na zaidi huko. Anampa mfanyakazi mshahara, anaweka ZCCF, anampa maternity, sijui ana vitu vyote vinavyotakiwa. Lakini kuna mwingine 100,000 haitimizi, na akimlipa anamkopa. Si anamlipa leo, baadaye anampigia, nimesahau dada, toa shilingi 20,000 hapo sijui fanya, amlipi, sikashamkopa ule mshahara. Hayo yapo. Kuna yule ambaye atamwambia hivi, dada niazime nikirudi na kurudishia, lakini akirudi harudishi tena, imetoka. Kwa majina anaitwa Zanini Athmani, ni mwenyekiti wa wafanyakazi wa majumbani Tanzania. Nashukuru kwa shirika la CVM kwa ufadhili wa serikali ya Italy. Niko hapa mjini Dodoma kwa muda wa siku 2 kwenye semina ya wabunge kwa jinsi ya kuelimishwa na jinsi ya kuelezewa jinsi ya mkataba namba 189 kwa kazi za staha kwa wafanyakazi wa nyumbani. Wafanyakazi wa nyumbani ni kundi muhimu sana, kwa sababu asilimia kubwa ya wafanyakazi wengi ambao wanafanya kazi katika sehemu zao za kazi kwa unadhifu kabisa, lakini wanakuwa wako vizuri kwa sababu wamemwacha mfanyakazi wa nyumbani kwao na anafanya kazi kwa uweredi akiangalia familia yake. Kwa hiyo ni watu muhimu sana, lakini tunapenda kusikitika, wafanyakazi wa nyumbani ni watu muhimu, lakini tunapitia changamoto nyingi sana. Changamoto ya kwanza ni kuhusu kupata likizo. Wafanyakazi wa nyumbani asilimia kubwa hawapati likizo, kuanzia likizo ya uzazi, likizo ya mwaka, likizo ya ugonjwa. Tena ukija kwenye likizo ya uzazi inapelekea mpaka mfanyakazi wa nyumbani akipata ujauzito inakuwa kikomo cha ajira yake. Vile vile changamoto nyingine kuto kupata mishahara kwa wakati. Asilimia kubwa wafanyakazi wa nyumbani hawapewi mishahara kwa wakati, vile vile wanapewa mishahara ambayo midogo, ambayo sio kima kilichotajwa na serikali. Tuna vikao vya kamati vinaendelea. Labda mimi niseme kwamba timing ambayo mmeleta hili jambo ni nzuri sana, kwa sababu bunge lijalo tunajadili na kupitisha miswada mbalimbali na sheria mbalimbali. Kwa hiyo hili jambo naamini kwa umoja wetu tumelifahamu vya kutosha. Kwa hiyo sisi ndo tutakuwa mabalozi namba 1 bunge lijalo kuhakikisha kwamba hili jambo tunajua hatima yake kwa upande wa serikali.